lakini tunamshukuru sana sana Mwenyezi Mungu, lakini tunashukuru sana sana uongozi wa nchi yetu kuanzia ule wa Mwalimu Nyerere mpaka huu tulionao sasa wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambao umewaweka Watanzania pamoja. Na kwa hiyo nje ya imani zetu iftari imekuwa ni sehemu ama ni utamaduni mzuri kwa Watanzania wa kukutana kama tulivyokutana hapa, na tumekutana, tumefahamiana, tumesalimiana na tumezidi kujenga upendo. Na ndio sababu na mimi nikaona kama kiongozi wenu, basi japo sitaweza kwa Wanashinyanga wote, lakini leo tukutane hapa ili tuweze kwanza kuendelea kuwapa faraja na kuendelea kuwatia moyo joto wenzetu Waislamu katika mfungo wa Ramadhani. Lakini tukutane kwa sababu leo hapa tumekutana watu wa dini zote, tumekutana watu wa vyama vyote vya siasa, tumekutana watu wenye mahitaji maalum. Hakika nafikiri tumejenga upendo wa namna yake ambao unaweza ukapata baraka kwa Mwenyezi Mungu, na kwa hiyo niseme asanteni sana, na huu ukawe ndio utamaduni wetu. Nawashukuruni sana. Ninatoa shukurani na nawashukuru sana sana. Imebaki siku moja, yawezekana kesho kutwa tukawa tumefikia sasa hitimisho la mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru wafanyabiashara, kwamba wafanyabiashara wa mkoa wetu wa Shinyanga, baada ya kutoa wito wa kuhakikisha kwamba bei za vyakula na bei za mahitaji mengine wakati huo mfungo wa Ramadhani zisibadilike, na nikawa ninapita kwenye maeneo ambayo tumekuwa wakitoa huduma hizi, na vile vile wakuu wa wilaya ambao wametambulishwa hapa nao wakawa wanafuatilia kwenye maeneo ya masoko. Tumejiridhisha kabisa mwaka huu umekuwa mwaka tofauti na miaka mingine, kwa sababu ukweli bei za bidhaa hazikubadilika. Bidhaa iliyobadilika peke yake ikawa gani, na nikaifuatilia ni majimbi, na nikaambiwa majimbi yanatoka Kigoma, na kwa hiyo kutoka Kigoma mpaka hapa lazima bei ipande kidogo. Unawafanya biashara ndio kana ongea nao, kaniambia mkuu wa mkoa, tunaomba kwa hili tugie radhi, hatuna namna ya kubadilisha bei, lakini bidhaa zingine zimeendelea kuwa hivyo, na nawaomba waendelee hivyo hivyo hata kwa siku hii moja mbili zilizobaki, na hasa wakati ule wa sherehe. Wakati wa sherehe kuna ununuzi wa nyama, kuna ununuzi wa mchele, kuna ununuzi wa vitu mbalimbali. Basi niwaombe siku ya leo na ya kesho, uvumilivu tuliofanya tuendelee kufanya, hakika tutapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Lakini la pili, niwashukuru sana wanasiasa wa mkoa wetu wa Shinyanga. Tangu mfungo huu umeanza mwanzoni mwa mwezi wa 3 mpaka leo, ufuatiliaji wangu umejiridhisha kwamba tuliafikiana vizuri tusiandae futari za kisiasa, na kwa hakika katika mkoa huu hakukuandaliwa futari za kisiasa, isipokuwa zimeandaliwa futari za kutimiliza imani za waumini wa dini ya Kiislamu, lakini za kutimiliza upendo. Na kwa hiyo nawashukuru sana, na niwaombe tuendelee kuwa katika mazingira hayo hayo wakati huu tunapoendelea katika shughuli mbalimbali, hususan zinazohusu uchaguzi. Kwa hiyo ninawashukuru sana. Lakini la tatu, niwaombe sasa, kwa vile ni siku moja mbili zimebaki, tunaelekea kwenye Idi. Kwanza niwatakie Idi njema kwa Waislamu, lakini takie sherehe njema kwa watu wote, kwa kuwa sherehe hizi tunazifanya kwa kushirikishana. Kama nilivyosema, wafanyabiashara tuendelee kuwa na mshikamano wa kutoa huduma kwa wenzetu ili waweze kusherehekea vizuri Idi. Lakini waombe sana 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 wakati huu wa sherehe za Idi, kwa upande wetu, upande wa serikali, tutakuwa tumejiandaa vya kutosha kuhakikisha kwamba amani inaendelea kuwepo. Lakini na nyie mtusaidie, hususan wazazi na wale watoto wadogo wanaokwenda kwenye maeneo mbalimbali ya starehe.
tuone kama wanaenda kwenye maeneo ya starehe yenye uchaji, na tusiwaache watoto wakasambaa tu mitaani. Na kuna baadhi ya wafanyabiashara wachache ambao hutumia nafasi hii ya Idi kuuza vinywaji, hasa vinywaji ambavyo vimekwisha kuexpire. Vinywaji kama soda na vinywaji vingine huwa vinawekwa na baadhi ya wafanyabiashara si wema, na ukitaka kujua hivi vitakuwa havitufai, utakuta muuzaji hana mahali mahususi pa kuviuzia, na badala yake unakuta ameviweka kwenye mkeka, kwenye yale maeneo ya burudani, na anauza. Vinywaji tuvinunue kutoka kwenye maduka, kwenye supermarket na kwenye maeneo ambayo yako mahususi kwa ajili ya kununua bidhaa hizi. Tusinunue kwa wale wanaotuuzia mikononi, kwa sababu hatujui vimetokea wapi na vinaweza vikatuletea madhara. Lakini tusiwaruhusu watoto wakaenda kwenye maeneo ambayo yanaweza yakahatarisha maisha yao. Ni vyema wazazi tungeandamana na watoto wetu wakati huu wa sherehe. Lakini hata na kwa sisi watu wazima, nafikiri kabisa kwamba sherehe hizi zinatakiwa ziwe za uadilifu na zinazozingatia mfungo mzima uliokuwa wa toba. Kuna watu ambao wanadandia sherehe hizi, wanafanya mambo ambayo sio sahihi. Mimi nafikiri hebu sherehe hizi ziachiwe wanaojua maana yake na wazitekeleze kwa kuzingatia imani yao. Si sherehe za kulewa, si sherehe za kufanya mambo yoyote yaliyo kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Lakini sisi kwa upande wetu serikali tutaendelea kuwa na nyie kuhakikisha kwamba shughuli hizi zote za Idi, kuanzia Idi Mosi na Idi Pili, basi tunakwenda kukamilisha inavyostahili. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.